tuzo ya afya pamoja na ustawi wa jamii. Sasa naomba wote kwa pamoja tuelekeze macho yetu kwenye screen. Na mabwana, karibu kilele cha sherehe ya siku ya Malkia wa Nguvu 2025 Mwanza. Tuko live kutokea hapa Winterfell Hall, Nyasaka. Unatupata live kupitia Clouds TV na Clouds Digital. Twende duniani. Malkia wa Nguvu 2025. Twende duniani. Ahlan wa sahlan. Ni hao. Dondoo za vifo vya watoto vitokanavyo na maradhi ya sickle cell kanda ya Ziwa zilimfikia Dr. Emanuela Ambrose akiwa masomoni, ambaye hakutaka kuishia tu kupata vyeti bali kurejesha tabasamu kwa watoto. Historia inamtaja Malkia wa Nguvu Dr. Emanuela, daktari bingwa wa magonjwa ya sickle cell kutoka hospitali ya rufaa ya kanda ya Ziwa Bugando jijini Mwanza, kwamba ndiye aliyefanya utafiti wa kwanza wa sickle cell kanda ya Ziwa na kupunguza vifo vya watoto vitokanavyo na maradhi hayo kwa zaidi ya 60%. Naitwa Dr. Emanuela Ambrose, ni daktari bingwa wa watoto kitengo cha sickle cell katika hospitali yetu ya rufaa Bugando. Ili uweze kugraduate lazima ufanye research. Kwa nilianzia hapo. Nikafanya kazi yangu ya kwanza, nikachukua watoto wanaozaliwa Bugando na Seketure. Wote waliozaliwa kipindi hicho cha mwaka 2014 walifikia takribani watoto 1000 tu. Tukawapima sickle cell, tukagundua zaidi ya 21% wamerithi vinasaba vya sickle cell. Kwa katika utafiti, kitu kingine nilichofanya, niliwafuatilia wale watoto kwa miezi 6, nikijua kwamba dalili za kwanza zinaanza hapa miezi 4-6. Ilikuwa ni faraja kwangu kuanzisha kliniki mapema, ila wazazi walikuwa wagumu sana kupokea yale majibu. Unamwona mtoto mzima ana kitu chochote afu unamwambia ana nini? Ana sickle cell. Malkia Emanuela leo anatembea kifua mbele kwa baraka za jamii ya wana wa kanda ya Ziwa, kutokana na wajibu uliochukuliwa na Wizara ya Afya, ambao ilitumia matokeo ya utafiti wake kuandaa mpango wa taifa wa kukabiliana na sickle cell kwa kuanzisha clinic za sickle cell kila wilaya ya kanda ya Ziwa. Kwanza, wizara ina support kazi. Nikichukulia mfano, wameshajua kwamba kuna sickle cell. Nimeona vituo vingi vimepewa mashine za kuweza kupima sickle cell. Na ninafurahi kwamba walikuja wakapata training kwangu, huyo mtu akaenda akatrain vituo vingine. Na sasa baadhi ya vituo vingi, nimepita Dodoma, nimeona wanatumia zile mashine kuweza kupima sickle cell. Matokeo ya utafiti wake yaliyochapishwa kwenye tovuti ya Shirika la Afya Ulimwenguni WHO yaliziibua taasisi za jamii za kimataifa kuandaa sera ya dunia ya maradhi ya sickle cell, kitendo kinachompa faraja pomoni Emanuela. Kwa utafiti ambao tumeuchapisha WHO, unaonesha kwamba watu 10,000 wanazaliwa Tanzania kila mwaka wakiwa na sickle cell. Lakini kwa upande wa kanda ya Ziwa pekee, Mwanza, ni watu 1700. Emanuela anaikumbusha jamii ya kanda ya Ziwa kuwa maradhi ya sickle cell yapo na tafiti zinatoa suluhisho kwa kuzingatia maelekezo ya wataalamu. Natamani kila mmoja aweze kujua kwamba sickle cell ni tatizo kubwa, na endapo atajua hali yake ya sickle cell, kama amerithi chembe za sickle cell au ana ugonjwa, itamsaidia sana, kwa sababu ukijua hali yako na ya mwenza wako mapema kabla mjafika mbali, mtaweza kujiepusha na kupata mtoto mwenye sickle cell. Ngome ya Mkwawa na makumi ya machifu kutoka Kalenga mkoani Iringa
imemsogeza Malkia wa Nguvu Dr. Emanuela kuwa shujaa sekta ya afya na ustawi wa jamii, akiungwa mkono na jukwaa la Malkia wa Nguvu 2025. Mpokeni kwa shangwe na tabasamu zito. Malkia wa Nguvu 2025, twende duniani. Malkia wa Nguvu 2025. Thank kwake na kukaribisha hapa stejini, lakini wakati huo na kuomba Gati Chacha, afisa utumishi mwandamizi kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa PPRA, pamoja na Mwanabure Angelita Ihuya, yeye ni managing director kutoka Royal Oven hapa Mwanza. Makofi mengi jamani kwa Dr. Emanuela. Makofi kwake. Karibu Mwanabure. Haya, mnaweza mkamkabidhi Bi Emanuela, Dr. Emanuela. Lazima tukuite daktari tukupe heshima yako. Naomba mumkabidhi tuzo yake pamoja na certificate yake. Jamani, makofi tena kwa daktari. Haya, picha ya pamoja ya kumbukumbu, picha nzuri. Haya, asante sana, lakini karibu uzungumze chochote. Asante sana Clouds Media. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miundombinu inayoiboresha hadi kazi zetu zinaweza sasa kuonekana, zinatendeka vema na wagonjwa wanapata matibabu mazuri. Napenda kuishukuru kwa pekee taasisi ya mashujaa wa Sickle Cell ambayo iko located Mwanza. Inanisaidia sana pamoja na Bugando Medical Center katika kuelewa ugonjwa wa Sickle Cell. Napenda kutoa shukrani zangu kwa familia yangu na hasa kwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando, maana inasaidia sana hizi kazi ikishirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi tumeweza kwenda duniani. Mungu awabariki wote mlioweza kushirikiana nasi, na asanteni Bugando kwa kunisendekeza. Asante sana. Hii tunzo ni yetu wote. Asante. Asante sana. Makofi mengi kwa Dr. Emanuela.